Game ilikuwa ngumu. Game ilikuwa ngumu na haikuwa mbaya sana, lakini haikuwa nzuri sana pia, lakini kikubwa tulikuwa lengo ni leo kuja kupata nafasi ya kucheza kwenye 8 bora. Kwa hiyo ilikuwa tupate pointi 3, tukishindwa basi tupate pointi 1. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu tulipata pointi 1. Sasa tunajipanga kuona tunaendaje kucheza hiyo 8 bora. Wapinzani wako walikuwa bora wapi mpaka kuzuia kushindwa kupata matokeo? Sehemu zote walikuwa bora, sehemu zote walikuwa bora kama sisi ambavyo tulikuwa bora. Isipokuwa kwamba nadhani fatiki imekuwa kubwa sana kwa wachezaji. Unajua mimi na kikosi kidogo sana na wachezaji 14 tu ligi yote. Alafu hizo mechi tunazocheza dunia nzima kuna ligi ya hivi. Unacheza leo na pumzika kesho, unacheza kesho kutwa. Kwa sababu unaambiwa uza kiufundi masaa 72 mchezaji anatakiwa apumzike ndio aende kucheza mechi nyingine. Sasa sisi hata masaa hayo hayapatikane. Kwa hiyo wachezaji wangu nawapongeza sana kwenye jinsi walivyoperform katika huu mchezo wa leo. Kwa sababu mechi 5 kucheza back to back na kwa ngumu sana. Ni yapi ambayo umecheza mechi 5 na pointi 13. Wapinzani wako wanaokufuata pointi 10 na pointi 7 wana michezo minne bado michezo miwili. Pengine mechi ya mwisho najipa matumaini gani pengine kuweza kufunga? Ni mtu mmoja tu ambaye anaweza kufikisha pointi 12. Yaani hakuna mtu mwingine yote atakufikisha pointi 13. Ni mtu mmoja kwenye ile group anaweza kupita pointi 13. Yaani hivi leo Kajuna wamequalify kucheza 8 bora. Kwa hiyo mechi ya mwisho tunaweza kuja kucheza tunapotaka sisi tu hapa. Hata kama mimi ningekuwa naruhusiwa ningecheza namba 6. Yapi umeyapata kama kocha ambaye utayafanyia kazi kuelekea raundi inayofuata? Ni mengi. Haya yalikuwa mashindano. Unaona timu ambazo zimeshiriki kwenye mashindano alafu unakwenda kule zinapatikana zile timu bora. Kwa hiyo kule kutakuwa kugumu zaidi kuliko hapa. Kwa hiyo na sisi tutajitayarisha kuona kwamba tunakwenda katika mechi ngumu zaidi ya hizi tulizozicheza. Kwa hiyo yale mabaya tunaenda kuyafanyia kazi kuona kwamba tunayaondoa ili tuweze kwenda kupata matokeo katika mechi za 8 bora. Sasa kwa hali hiyo inaonyesha kwamba taa kijani ya kuelekea 8 bora imeshapa kwa Kajuna. Yes. Mipango na mikakati ni ipi ili kuondoa changamoto hizi? Ndio tutaanzia hapo sasa. Tunapomaliza mchezo wetu wa mwisho ndio tunaanza matayarisho sasa ya kwenda kwenye hiyo 8 bora. Na uhakika kabisa tutajitayarisha vizuri na tutaenda kufanya vizuri kwenye mashindano. Inawezekana ushaanza kuangalia namna ya kuweza kufanya maboresho. Labda unaweza kudokeza na kuwadokeza wana Kigoma kidogo ili wajue chochote. Yes, saizi ni mapema mno kuzungumza sababu bado tupo kwenye mashindano, hatuwezi kuanza kuzungumzia timu tunaiweka kina namna gani kwenye mechi zijazo. Lakini tukimaliza mechi ya mwisho hapa basi tunaweza tukaweka wazi kwamba nini mipango yetu kwenye timu kwa sasa. Labda ungetamani nafasi gani ambayo unaweza kufanya maboresho kama ikitokea? Nafasi nyingi tu, kwanza kuongeza kikosi. Unajua sisi wachezaji wetu karibuni 4 wametolewa kwanza, alafu na sisi wenyewe tulikuwa na wachezaji wachache. Tulisajili wachezaji 20, wachezaji 2 wakapata nafasi zingine wakaondoka. Unaona kabla ya mashindano. Kwa hiyo tukawa 18 hapo tukaja tena tukaondolewa watu wengine. Unaona kwa hiyo kikosi kwanza kina watu wachache. Kwa hiyo kwanza kuongeza kikosi mbali ya wanaocheza, lakini wanatakiwa watu wengine hata kama wasiingie moja kwa moja direct kwenye kikosi, lakini tuwepo katika timu tuwe na kikosi kamili. Kiufupi maandalizi yalikuwa vizuri sana na vijana mentality ilikuwa kubwa, winning mentality ilikuwa kubwa sana, lakini mwisho wa siku ni mpira. Tumejiandaa sisi na wenzetu pia wakawa wamejipanga vizuri. Mwisho wa siku tumeshindwa kupata matokeo, tumepata pointi 1. Tunamshukuru Mungu. Mchezo unaofuata kuna maana gani kwenu? Mchezo unaofuata haitakuwa game nyepesi, lakini kwa namna ambavyo tumejiandaa, kwa namna ambavyo wachezaji wetu wapo tayari kujitoa kwa ajili ya logo ya club, tunaamini kwamba game itakayokuja watu wategemee kitu cha utofauti zaidi, kwa sababu tunahitaji pointi 3 kuliko kitu chochote kile. Ndio wapi ambapo unaona pamekuwa pagumu ambapo pamesababisha wewe usipate hizo pointi 3 ambazo unatarajiwa? Unasema? Yaani kipi kilichopelekea wewe kukosa pointi 3? Kilichopelekea kukosa mimi pointi 3 ni kwamba kwanza nizungumze ni mpira, sawa, lakini pia cha pili wapinzani wetu pia walikuwa wamejiandaa vizuri. Kimbinu, ushindani ulikuwa mkubwa sana na kiufupi nafikiri kila mmoja, hii kwangu mimi inawezekana ni the best match. Sawa, na opponent wetu amepata upinzani mkubwa mno ambavyo hakuexpect hivi. Tunamshukuru Mungu, tumecheza mechi salama. Kwa bahati nzuri vijana wako vizuri, mechi imeisha, tumevuna pointi 1. Basi tujiandae na mechi 2 zilizobaki. Sasa unaona kuna matumaini yote ya kuweza kusonga mbele kwa Udrop? Matumaini kiufupi yamefifia kwa sababu light tungekuwa tumebakisha game kama 4 ndio tungesema matumaini hapo, lakini kwa sasa hivi matumaini yamefifia kutokana na michezo iliyobaki. Tumebakisha michezo 2. Tunamshukuru Mungu, tutapambana tuvune hizo pointi zilizobaki kuliko tukiwa empty.
Sasa unadhani kwamba matarajio yenu yalikuwa haya? No, matarajio hayakuwa haya. Matarajio yalikuwa makubwa sana. Wanarukwa walijiandaa kupokea vitu vikubwa kutoka kwetu, lakini all in all ni mpira, tumeshindana, tumepambana kila mmoja kwa uwezo wake, as a technical bench, uongozi kwa ujumla, kit manager, mpaka kampuni kwa ujumla, lakini mwisho wa siku tumevuna hiki tulichokivuna. Kwa tunashukuru, tunajiandaa kwa next time, msimu mwingine tutafanya vizuri zaidi. Sasa kwa sababu hiyo unaweza kutueleza labda kwa ufupi basi kilichokwamisha ni nini au kilichoafirisha ni nini hasa kwa msimu huu ambacho mnakwenda nacho kama darasa? Kilichotukwamisha kwa msimu huu ni vingi, lakini katika kujumuisha vyote ni kwamba maandalizi tu kiufupi, hususan katika kupoint players sawa hayakuwa vizuri, kuzingatia vigezo na masharti vya hii michuano bado hatukwenda vizuri vile ambavyo tulitaraji. Kwa hiyo vipo vitu vichache nje uwanja vilituathiri, lakini tunamshukuru Mungu, mashindano yameenda vizuri na sisi kama team tumepambana. Yale ambayo kwa upande wetu yalikuwa ni mapungufu au tumeona kabisa yametu challenge, tunaamini next time tutafanya vizuri as a Dewdrop FC.